wa CCM wa mkoa wa Dodoma, ndugu wajumbe wa mkutano huu maalum wa halmashauri kuu ya CCM ya wilaya, kwanza kabisa naomba nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetuwezesha kushiriki kwenye tukio hili kubwa siku ya leo, tukio la kihistoria. Kipekee kabisa tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na kutujalia afya njema kuwa sehemu ya mkutano huu siku ya leo. Nichukue fursa hii kuomba radhi. Tulipaswa tuanze mapema. Leo nina shughuli 4. Shughuli ya kwanza nimeanza nayo saa 1:30 asubuhi. Tulikuwa tunahamisha wizara kutoka hapo ilipo kuhamia kwenye majengo ya mji wa serikali. Alafu nilipotoka hapo nilikuwa nakaa na waandishi wa habari kuelezea mafanikio ya sekta ya madini kwa miaka 4 ya Mheshimiwa Rais. Alafu nikitoka hapa na mkutano mwingine stendi kuu pale Nane na mkutano na machinga. Kwa hiyo ni siku ambayo imekuwa na shughuli nyingi sana. Naomba radhi nimeshindwa kufika kwa wakati. Lakini la pili, naomba nichukue fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa sana ambayo imefanyika kwenye jimbo la Dodoma mjini tangu mwaka 2020 mpaka hivi sasa. Tumepata miradi mingi ya maeneo mbalimbali na hivyo kuifanya Dodoma iendelee kung'ara na kung'ara zaidi. Lakini kipekee kabisa hii ni kwa sababu ya maono ya Mheshimiwa Rais na mapenzi mema kwa wananchi wa Dodoma, na hasa katika kuendelea kuiendeleza Dodoma kupitia mkakati wa serikali wa makao makuu umeifanya tupate miradi mingi mikubwa ambayo imekuwa na mchango mkubwa kwenye maendeleo ya eneo letu. Lakini kipekee kabisa nichukue fursa hii kuwashukuru sana wananchi wote wa Dodoma mjini jimbo kwa heshima kubwa niliopewa ya kuwa mbunge kwa miaka 10. Sio jambo dogo hata kidogo. Naomba msichanganye nikisema Dodoma mjini, jimbo Dodoma mjini ndio mimi mbunge mpaka tarehe 27 mwezi wa 6. Kwa hiyo nikisema hivi isije ikaleta tafsiri tofauti. Nashukuru sana wananchi kwa kunipa heshima kubwa ya kuwa kiongozi wao. Kwa miaka 10 nimekuwa mbunge. Ninyi wote ni mashahidi hapa. Wabunge kwenye eneo letu ili huwa hawarudii mara 2. Mwamba kabisa. Lakini mmenipa heshima kubwa sana ya kuhudumu vipindi zaidi ya 2 kama mbunge, na kwangu imekuwa ni heshima kubwa sana. Nilikuwa nafuatilia kwa miaka hivi karibuni, ni marehemu Sagafu peke yake ndo aliweza kukaa miaka 10, lakini wengi walikaa miaka 5 kwenye nafasi ya ubunge. Kwa nawashukuru sana. Sio kwamba mimi na uwezo mkubwa sana kuliko Watanzania wengine wote ambao wanaweza kuwa wabunge katika eneo letu, lakini mmenipa heshima ya kuwa mbunge wenu. Kwangu mimi ni heshima kubwa sana, na ndio maana huwa naichukua dhamana hii kwa uzito mkubwa sana, sababu nafahamu watu wakikuamini, wakikupa nafasi, wanakuwa na mategemeo makubwa sana. Anaamini kabisa, yani tatizo lake akiniona mimi, tatizo limeisha, hata kama sitakuwa na uwezo wa kulitatua.
lakini ni imani ambayo mtu anakuwa nayo juu ya kiongozi. Sio kitu kidogo watu kuamua kuyaweka maisha yao katika wewe, ni kitu kikubwa sana. Si kwangu tu, kila mmoja anayechaguliwa. Kwa mmenipa heshima kubwa sana kwa muda wote. Nimekuwa mbunge, nilianza mwaka 2010, nikashindwa kwenye uchaguzi wa mara ya kwanza. Nilikuwa mdogo sana, kutoka chuo kikuu. Nafikiri katika uchaguzi ule ni kata moja tu, ni kata mbili ndio ambazo niliongoza kwa kura, lakini nilikuwa mdogo, nagombea na watu wenye majina makubwa, na mimi nilikuwa naingia mara ya kwanza, lakini mlinipa heshima kubwa sana. Nilipojisikia nipo kati ya wale miongoni mwa 5 bora kwa wakati ule na umri wangu, nilijisikia faraja kubwa sana. Kwa mmenipa heshima ya kuwa kiongozi wenu. Shukrani sana wananchi wa Dodoma kwa heshima kubwa hii. Kama nilivyosema tena kwamba si kweli kwamba mimi ndo na uwezo mkubwa sana wa kuwa kiongozi katika eneo hili. Wako watu wengi wana uwezo mkubwa kunizidi mimi, lakini Mwenyezi Mungu huwa anampa amtakaye. Kwa wakati huo ilikuwa ni zamu yangu mimi kupewa heshima hii. Kwa niaba yangu binafsi niwashukuru sana wananchi wa Dodoma, na nitaomba mnipelekee salamu zangu nyingi sana kwao kwa heshima kubwa. Lakini pia nawashukuru sana viongozi wenzangu ambao tumefanya kazi pamoja. Nawashukuruni sana sana. Nimepata ushirikiano wa kutosha kuanzia kwa viongozi wote wa chama, viongozi wa kiserikali, pamoja na heshima madiwani. Nawashukuruni sana katika uongozi wangu. Sikufanya kazi peke yangu, tumefanya kazi sote kwa pamoja, na tumepitia mengi yote kwa pamoja. Kwa nawashukuruni sana. Mungu endelee kuwabariki na natakia kila la heri pia. Ndugu zangu, nimepata nafasi ya kuwa mbunge kuanzia mwaka 2015. Namshukuru Mwenyezi Mungu, ndani ya ubunge wangu, narejea tena kusema Mwenyezi Mungu anamleta kila mtu na bahati yake. Ndani ya ubunge wangu yale mambo mengi sana ambayo yalikuwa ni ndoto za wanadodoma, namshukuru Mwenyezi Mungu, mengi yalifanikiwa. Mtakumbuka wakati naomba kura mara ya kwanza katika uwanja wa Jamhuri, nilizungumza pale mbele kwamba kama kuna jina nitajibatiza mwenyewe baada ya kuchaguliwa kuwa mbunge ni kujiita Mr. Makao Makuu, kwa sababu kwa wakati ule ilikuwa ndo kila mara maombi yetu ya kuihamishia serikali Dodoma. Sisemi kama ni nguvu yangu mimi, lakini nimesema kila mtu anaingia na bahati yake. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, ndani ya uongozi wangu Dodoma imekuwa makao makuu leo. Kwa najisikia furaha na amani kubwa sana. Yako na mengine mengi sana ambayo kwa muda mrefu sana wana Dodoma waliyasubiri, lakini Mungu amejalia ndani ya uongozi wangu yamefanikiwa. Ndugu zangu wananchi wa Dodoma, wajumbe mliopo hapa ndani, mbunge wa mwisho wa Dodoma mjini kuwa waziri kamili ni mwaka 1975, miaka 50 iliyopita. Ndo alikuwa mzee wetu Askofu Simon Chwanga. Miaka 50 iliyopita. Hapo katikati kote mpaka nimekuja mimi kutegua mtego. Na vitu kama nilivyosema ni kudra za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alifanya uongozi wangu ukawa ni uongozi ambao yeyote ambao tulianuia mwisho siku tulikuwa tunayapata
Kwa ni mhudumu hapa, nikija na hizo bahati zangu ambazo nazisema na ambao kwangu naiona ni kama ni baraka kubwa ambayo Mwenyezi Mungu amenijalia katika kipindi changu hichi cha uongozi. Sasa hayo yalikuwa ni maneno ya utangulizi. Nilisema leo ni fupi, naenda kwenye hoja. Nitawaomba yafuatayo. Cha kwanza, nimepitia jumbe za kwenye magrupu ya WhatsApp na watu kujibizana, imenitia unyonge sana. Maana nimeingia hapa niko mnyonge kidogo, imenitia unyonge kidogo, kwa sababu mnaweza mkafikiri ni jambo la kawaida, lakini kama kuna mtu angekuwa kwenye viatu vyangu hapa, ni jambo gumu sana. Niombe tusilipeleke jambo hili kwenye ushabiki mpaka kudhihakiana kabisa. Wengine nimeona kwa sababu tu ya Dodoma mjini na kwa sababu ya mtumba. Niwaombe sana, hilo la kwanza. La pili, nitaomba nikisema maamuzi yangu, nitaomba msishangilie. Nawaomba kama inawezekana, nitaomba msishangilie kwa sababu pia nitaka niseme kwa nini nimefanya hayo maamuzi. Hiyo ni muhimu sana. Nimepata taabu sana, na siku mbili mimi sijalala, napata taabu kubwa sana. Nimeomba Mwenyezi Mungu, nimefikiria vitu vingi sana. Katika siku nilikuwa naomba isifike, ni siku ya leo. Nilikuwa natamani muda usiende. Ni siku ngumu sana kwangu. Kwa niombe tusilipeleke jambo hili katika njia hiyo. Manufaa ya jimbo kugawanya. Ndugu zangu, jimbo la Dodoma mjini ni kati ya jimbo ndio lilikuwa jimbo kubwa linaloongoza nchi nzima kwa kuwa na kata nyingi na mitaa mingi sana. Wabunge wenzangu kuna wakati walikuwa wananishangaa wakiniona mimi ni mbunge wa kata 41, mitaa 222. Ningeamua kufanya mkutano wa mtaa mmoja kwa siku moja, mkutano pekee yake tu, ningetumia miezi 7 na siku 4 kufanya mikutano tu ya mitaa. Nusu ya mwaka, kila siku, nisifanye shughuli nyingine yote. Lakini pia na kata ya 41 zilikuwa ni kata nyingi sana. Mimi kwa nafasi yangu nilijitahidi kufika kila eneo, na hata ilipokuja mapendekezo nilijua nitapata ugumu huu, lakini sikutaka kuwa mbinafsi. Dodoma sio ya kwangu. Mimi leo nitakuwepo, kesho sitakuwepo. Kikubwa tuwafikishie wananchi wetu maendeleo mbele kikao hichi, ya kwamba kwa popote nitakapokuwa, kama kuna eneo lingine, kuna jambo nikosa likamilisha, nitajitahidi kuendelea kulifanya hilo, nikiamini hata mwenzangu atakayekuja atanielewa katika sura hiyo. Manake baadaye inaweza kuwa tafsiri kwamba unajifanya unajua sana, unafanya mpaka kwa hiyo, pia inaweza kawepo. Sisi binadamu inawezekana kabisa. Kwa hiyo ndio maana nalisema hapa wazi, nibaki katika kumbukumbu. Kuna sehemu nilikuwa nishaanza ujenzi wa ofisi za kata, nilikuwa nishaanza kujenga madarasa. Siwezi kuiacha kwa sababu hiyo ndio ambacho mimi nilikuwa nadhari yangu kuiweka. Kwa nataka niwahakikishie ya kwamba tutaendelea kuwa pamoja, isipokuwa tu jambo moja. Ingekuwa ina uwezo wa kumgawanya mtu kipande akaendelea kubaki kuwa hai, tungefanya hivyo.
lakini kwa bahati mbaya haiwezekani. Lazima leo nitamke sehemu ambayo nitakwenda kugombea. Ni jambo linalogusa hisia, hasa kwa watu ambao mmefanya kazi pamoja kwa muda mrefu, na alafu tutakuja kutenganishwa na barabara Kuu Street, kwa sababu ukivuka kwenda CCM makao makuu Dodoma mjini, ukirudi Nyerere Square Mtumba, tutagawanyishwa na Kuu Street. Sasa ndugu zangu, nimefikia maamuzi baada ya kumwomba sana Mwenyezi Mungu, baada ya kusikiliza hoja mbalimbali, baada ya kupima hoja mbalimbali, lakini baada ya mimi pia, kwa sababu ndo nafahamu jimbo hili, kuangalia sababu mbalimbali, na hivyo naomba niwatamkie naomba niwatamkie ya kwamba katika uchaguzi unaokuja nitagombea jimbo la Mtumba. Nazo sababu, naomba mnikubalie mnisikilize. Niliomba sana msishangilie. Nazo sababu. Mimi nimekuwa mbunge kwa miaka 10 hapa. Liko yako mambo mawili makubwa ambayo yanagusa eneo kubwa sana la wananchi, na ambayo sitabaki na amani hata kidogo maamuzi yangu yangekuwa tofauti. Sio swala kwamba sipendi sana Dodoma mjini, kwamba napenda sana Mtumba, lakini baada ya kuomba Mwenyezi Mungu kuongeza sababu zote, nilibaki na swala amani ya nafsi. Ndio ilikuwa jambo linanitatiza sana. Ndugu zangu, tuko na changamoto ya barabara ya kutoka Kilimani Mtiuka Mvumi. Barabara hii kwa miaka zaidi ya 40 imekuwa ikiahidiwa haijengwi, lakini tumejitahidi, barabara hii imejengwa. Na mkandarasi yuko anaendelea na kazi kwenye barabara hii. Lakini iko barabara nyingine ambayo imekaa kwa muda mrefu, na ambayo kwa muda wote imekuwa ikitolewa ahadi. Barabara kubwa ya Ihumwa Ombolo Mayamaya, nimejitahidi kufikisha mpaka ilipofika hapa. Inaendelea bado kuhitaji nguvu yangu jambo hili liweze kutimia, na nimeangalia kwa njia ambazo nimepita, na nikiacha katikati na eneo linagusa zaidi ya watu 100,000 ambao imekuwa ni changamoto kubwa sana.
nimejitafakari sana, nikasema nikiondoka hii kitu haijatimia, nafsi yangu haiwezi kuwa na amani hata siku moja. Ningebaki na mzigo mkubwa sana katika moyo wangu. Kwa nilitamani kuona ndoto hii inatimia katika jambo hili. Na ili ni lazima kufanya maamuzi yangu yaelekee huko. Lakini nimejenga hoja, jambo ambalo nimepambania kuanzia mwanzo. Tunajenga mji mpya wa kisasa, Hombolo Thematic Satellite City. Kuanzia mji wa serikali kwenda mbele, na tayari watu wa UNDP wako hapa Dodoma, wako Tanzania, wanaingia Dodoma tarehe 20 kwa ajili ya jambo hili. Ni miradi ambayo nimekaa nimetafakari ya kwamba nimesaidia kuianzisha, nikija kuiacha njiani bila kutimia, ningebaki naumia sana moyoni, nafsi yangu na mzigo ungekuwa mkubwa sana. Lakini kuna jambo lingine la Ihumwa Mashali Miadi, na kwenye pia nilibaki kuwa na mzigo mkubwa sana. Kwa nilipojipima ni kwamba niliona ile sehemu yenye changamoto kubwa zaidi ambazo hazijakamilika, na kwa nafasi ambayo nilikuwa nimeshapitia, nikasema asiende kwanza mtu mgeni asijue pa kuanzia. Mimi nishafika sehemu kutatua changamoto, na changamoto zilikuwa ni kubwa sana katika eneo hili, zinagusa watu wengi sana. Nikasema naomba mnikubalie, sikuwa sababu nyingine yoyote kubwa, lakini sababu kubwa ni kwenda kuyakamilisha haya, na wengine basi wafurahie sehemu ya uongozi wetu, kwa sababu ya changamoto kubwa ambayo inakabili maeneo hayo. Kwa mtu yote ambaye amepitia ambayo nimeyasema, anaweza kukubaliana nami kwamba moja kati ya changamoto kubwa ambayo tunayo sasa katika maeneo hayo ni pamoja na hizo, na nilitamani kwa nafasi, na hiyo ingeniachia amani kubwa sana ya moyo. Ndugu zangu, baada ya kusema haya, mwenyekiti, naomba nirudie, uchaguzi unaokuja, kama Mwenyezi Mungu atanijalia na mtanipitisha kuwa mgombea, nitafanya kampeni ya maeneo yote mawili kwa ratiba ambayo ilipangwa. Tutajitahidi kugusa maeneo yote mawili kwa ratiba ambayo itapangwa. Lakini nimesema tena, tunatenganishwa na barabara, mahusiano yetu yanaendelea kama kawaida. Mimi ni mbunge wa wote, bila kuwa mbunge wa wote. Barabara Full Street haitaniondolea marafiki na ndugu ambao nimeishi nao kwa muda mrefu. Asante sana, Mungu awabariki.